Yes, habari. Karibu nifunze Tech. Tunaendelea na somo letu la tatu la PowerPoint. Kwenye video hii ya somo letu la tatu la PowerPoint, tunaendelea na tulipoishia kwenye video yetu ya pili. Kwenye video ya pili tuliweza kuandaa mada yetu ambayo ilikuwa inazungumzia ni muonekano wa Microsoft Word. Tuliandaa hii ni PowerPoint yetu kama inavyoonekana hapa. Hii inaitwa ni presentations au tunasema ni mada ambayo utakwenda kuiwasilisha au kuipresent mbele za watu. Ndo kazi ya hii programu yetu ya PowerPoint, inakusaidia kuweza kuandaa presentations kitaalamu zaidi. Sasa kwenye video hii tutakwenda kuangalia namna ya kuiedit. Tutaanza kuiedit kwa kutumia hizi tool. Lengo hapa tunajifunza jinsi ya kutumia hizi command ambazo zinaonekana hapa juu au hizi amri ambazo zinaonekana hapa juu. Tutakwenda kuangalia zaidi kwenye hii group la font ambayo linaonekana hapa. Hili group la font inapatikana kwenye tab ya home kama inavyoonekana hapa. Kwanza kabisa tutaanza kufanya editing ya karatasi yetu ya kwanza ambayo ndo hii ambayo inaonekana hapa kwenye screen. Kufanya editing tutafanya hivi, utaselect haya maneno yako. Baada ya hapo utaingia kwenye group la font. Hapa kuna sehemu ya kubadilisha mwandiko. Sasa kuna miandiko ambayo ni common ya kiofisi. Kwa sababu kuna Times New Roman, kuna Callisto MMT, zote hizo tunasema kwamba hii ni miandiko ambayo ni common ya kiofisi. Kwa hiyo unatakiwa uweze kujua unatumia mwandiko gani kuweza kuandaa PowerPoint zako. Hapa unaweza ukatumia Arial. Hii Arial pia na yenyewe ni moja ya mwandiko ambao kidogo huwa ni mzuri. Unaweza ukatumia kwenye title hiyo. Then baada hapo tena unaingia tena kwenye sehemu tena ya title hii hapa ya chini, na yenyewe pia utaselect kama kawaida. Utaingia kwenye sehemu ya kubadilisha, pia tunasema ni aina ya mwandiko, utaweka labda Arial. Hapa ni sehemu ya size, utaweka size pia ambayo wewe unahitaji. Sasa hapa kidogo unatakiwa makini. Unatakiwa kwenye sehemu ya size au kwenye ukubwa wa maneno yako, basi utumie size ambayo ni kubwa ili haya maneno yaweze kuonekana vizuri kule kwenye projector. Kwa hiyo sasa tuweke labda ni 36 mfano, tuweke labda 36. Unaweza kama hata ngapi 40 sio mbaya. Kwa maana yake hii inakuwa na size ya 40, afu hii nyingine inakuwa na size ya 60, sio mbaya. Unaweza ukapanga hivyo. Lakini pia utaingia pia kwenye slide pia ya pili, na yenyewe pia utakuwa una edit hivyo kama kawaida. Utakuwa una select tu hii title yako, una change aina ya mwandiko. Kama ndo umeamua kutumia Arial, basi utaweka Arial. Pia utakuza kidogo iweze kuonekana vizuri kama hivi. Unaweza pia ukaingia kwenye size hapa, ukakuza ukaweka size ambayo unaitaka. Kama labda ni 48, unaweza ukaweka 48. Hapa ukaweka center kwamba ikakaa katikati ili kidogo yaweze kuonekana vizuri. Na pia na yenyewe pia yote utaselect kwa wakati mmoja. Utaingia kwenye sehemu ya kubadilisha hapa mwandiko, na yenyewe pia utakuwa unabadilisha mwandiko kama hivi. Unaweka Arial. Pia unaweza pia ukaweka size, ukaongeza labda ikawa 28 au ni 32, unaweka kidogo yaweze kuonekana vizuri. Kama ni 36, of course hii ni kubwa sana, unaweza kaamua uweke ngapi? 32. Unaweza kuweka 32 kama hivyo. Kwa hiyo utakuwa una edit kwa muundo kama huo. Kwa hiyo utakwenda kwenye kila slide au kwenye kila karatasi utakuwa una edit hivyo. Una edit kama hivyo inavyoonekana. Unaweza kaamua uiweke center, luxa. Hii pia unaichukua na yenyewe pia una select zote, na zenyewe pia una change mwandiko au unabadilisha mwandiko, unakuza kidogo, unaweka labda hii 32 kidogo angalau. Afu hii na yenyewe labda na yenyewe kidogo ni ikuze, nipe 54 labda, au nipe ngapi? 60. 60 kwa 32. 36, unaweza kama weke 36. Kwa maana yake tutakuwa tunatumia size ya 36. Hapa juu tunaweka 60 kidogo inaonekana vizuri. Na kuna sehemu pia na yenyewe pia utakuwa una select hapa kwenye size, unaweka size. Tumesema tunatumia size ya ngapi? Ya 60. Kwa utaweka 60, utaweka hapa kwenye mwandiko utachagua, utaweka Arial.
utaweka yakae katikati, na hapa pia penyewe pia una select haya yote maandishi yako, utabadilisha, utaweka Arial, utaweka size, ukubwa wa maneno yako. Tumesema tunatumia ngapi? Hiyo 32. Unaweza kaamua uweke justify, unaweza kaamua uache hivi kama jinsi ilivyo. Alafu pia kuna slide nyingine pia, na hii pia hivyo hivyo. Una select hivi, unabadilisha pia mwandiko, unaipa Arial, unaipa ukubwa, unaipa ni kama ni hiyo 60, unaweza ukaangalia kama imekuwa kubwa pia unaweza ukapunguza ukaweka hata 54, pia sio mbaya. Na hii pia na yenyewe una select kama yote hii, unaingia kwenye sehemu ya kubadilisha mwandiko, na yenyewe pia unaipa Arial, kwenye ukubwa unaupa 32, sio mbaya. Unaweza ukaamua uweke justify pia ruksa. Na hii pia ya 6 pia na yenyewe pia hivyo pia. Utaselect hivi, utaingia kwenye sehemu ya kuedit, utachange, utaipa Arial, kwenye size hapa na yenyewe utaipa labda kama ni 60, na yenyewe pia utaweka hapo katikati center. Na hii pia yenyewe utaselect kama kawaida, utaingia kwenye sehemu ya mwandiko, utaipa Arial, kwenye size utaipa ngapi? Kama ni 60, hapana, tumesema tunatumia 32, utaweka 32 kama hivyo. Kwa hivyo ndio ambavyo watu tunaandaa hizi PowerPoint, unakuwa unaziandaa kwa mfumo kama huo. Na hii pia na yenyewe pia una select kama hivi inavyoonekana hivi, una select haya maneno, unaingia kwenye sehemu ya kubadilisha mwandiko, unaipa labda Arial, unaipa size labda kama ni 60 hiyo, unaipa center ikae katikati. Na hii pia na yenyewe una select kama kawaida, ingia kwenye kubadilisha mwandiko, utachange mwandiko Arial. Hii pia utaipa size, tumesema tunatumia 32 kwa upande wa maneno yetu humu ya ndani. Hii ndio inakuwa ni PowerPoint yetu ambayo inakuwa ni PPT yetu kama inavyoonekana hapa. Tumeweza kuiandaa, inaonekana sasa hivi iko vizuri. Hapa tulikuwa tunafanya mazoezi pia ya kutumia hizi ambazo zinaonekana hapa. Hizi ni komandi za kwenye font. Kwa bahati nzuri hizi komandi pia zinafanana kwenye programu yetu ya Word. Ulifanikiwa kuweza kuangalia zile video za Word, uliweza pia ukaona matumizi ya font. Tuliangalia namna ya kubold, tukaangalia pia namna ya kufanya italic. Unaweza kaamua pia uweke italic kama hivi, maana yake unaweka italic yanakuwa yamelala fulani hivi. Pia kuna underline pia kama unataka kupiga mstari labda sehemu fulani, kama labda ni hapa, una select, unasema nataka haya maneno yangu ni ya bold, labda haya hapa nataka labda ni yapigie mstari. Kwa utafanya hivi, utasema bana hapa mimi nataka nipige mstari, na mstari utakuwa umetokea. Lakini pia kuna kitu pia kidogo nataka pia niweze kuweka pia sawa. Ukiwa pia kwenye hii sehemu ya fonti, kuna hapa option hii hapa ambayo unaiona hapa. Hii yenyewe inakuruhusu kuweza kuweka space. Umeona? Unaweza ukaweka space. Hii maana yake inakuwa ni values. Umeona? Inatengeneza nafasi kati ya herufi na herufi. Hiyo kama jinsi unavyoiona hapa. Umeona? Kuna very tight, maana yake yenyewe maana yake yani kwenye zile herufi kunakuwa na mbanano ukiweka hii hapa option. Lakini pia kama unataka uweke normal kama hivi au uweke values, utaamua wewe unaweka vipi vitu kama hivyo. Lakini pia kuna hii tuliangalia, una select, umeona, unaweza pia ukaselect kitu kama hichi pia. Lakini pia unaweza pia ukaamua hii yenyewe pia uselect, labda uibadilishie mwandiko kutokana na wewe ambavyo wewe unataka PowerPoint yako iwe vipi. Kama unavyoona pia hivi unaweza ukabold. Kwa kuwa hii ni slide ya mwanzo, unaweza ukaamua uiwekee hiyo decoration simple kama jinsi inavyoonekana hapa. Sasa kufikia mpaka hapa, huu ndio mwisho wa video hii fupi ambao tulikuwa tunaangalia pia namna ya kwanza kuedit hiyo PowerPoint yetu. Kwenye video ambayo itafuatia tutakwenda kuangalia kidogo kiundani matumizi ya paragraph katika PowerPoint.
paragraph utazipanga vipi, unazipangia vipi. Kama video hii umeipenda, usahau kulike, pia usahau kushare, lakini pia usahau kusubscribe kwa channel yetu ya Nifunze Tech ili tuendelee kujifunza kwa pamoja matumizi ya PowerPoint. Asante.